Waheshimiwa wabunge ambazo zimetolewa toka asubuhi ya leo, kabla sija muacha Profesa Kabudi kuja kuhitimisha hoja yake. Nazo hoja kadhaa, sina hakika kama muda utanitosha, lakini nitakapoishia ndo hapo nitakapokuwa nimejaliwa. La kwanza ni lile la hoja kuhusiana na mziki wa Singeli. Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wabunge kadhaa hapa wameongea toka asubuhi na wameongea kwa hisia nyingi kuelezea jinsi ambavyo kuna sintofahamu kati ya kwanza Singeli kuwa mziki wa taifa, lakini hali kadhalika maudhui ambayo yanabebwa kwenye aina hii ya mziki. Nachotaka kusema Mheshimiwa Naibu Spika ni kwanza, hakuna mtu yoyote aliyesema mahali popote kwamba tunataka kufanya Singeli kuwa mziki wa taifa. Kilichotokea ni kwamba Singeli kama mziki ambao umetoka mtaani, umejipigania wenyewe, umejipambania wenyewe, na ukifanywa na vijana wadogo ambao wametengeneza ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kwa muda mrefu, tuliona kwamba mziki huu umeshika na unakubalika katika maeneo mengi ikiwemo nje ya nchi. Mimi binafsi nimeshawahi kwenda kwenye maonyesho ya Singeli nje ya nchi na mziki huu umekuwa unafanya vizuri sana. Sasa ukweli ni kwamba hakuna mtu yoyote kutoka sehemu nyingine yoyote duniani anayeweza kuja kudai kwamba Singeli ina asili ya kutoka nchini kwao. Kwa hiyo kimsingi Singeli ina asili ya kutoka Tanzania. Na tulichofanya tulikuwa tunajaribu kuwasaidia vijana hawa ambao wamejitengenezea ajira, wamejitoa mtaani kwenye kufanya mambo ya ovyo, ili kuhakikisha tunawasaidia kubrand, kupackage na kupromote mziki huu. Na wakati tunafanya hivyo tuwasaidie pia kusanitize, kusafisha mziki wa Singeli, Mheshimiwa Spika. Hiyo ndio ajenda yetu. Kwa hivyo uhuni ambao unasemwa huko katika Singeli, naamini mimi nikiongea kama mwanamuziki najua kwamba uhuni huko katika muziki yote, na unahitaji vijana hawa wanahitaji maelekezo na sio kususwa kama ambavyo tumekuwa tunasema kwa ukali. Siamini kama kuna mbunge yoyote anataka tuwatelekeze vijana hawa, anataka kuua mziki wa Singeli, lakini ninachojua ni kwamba wanataka tujaribu kusafisha mziki huu na uweze kuwa utambulisho mzuri kwa taifa letu, huku ukiwa unabeba maudhui ambayo yanaweza kuuzika ndani na nje ya mipaka yetu. Kwa hiyo niwaombe waheshimiwa wabunge wote walioongea kwa hisia sana, akiwamo dada yangu Esther Maleko, kwamba watupe nafasi, tuwasaidie vijana hawa, tuwasaidie kusafisha mziki huu, na mziki huu utakuwa wenye matumaini makubwa hapo mbeleni. Ukiangalia sasa hivi mziki wa Singeli ndio unafanya vizuri hata kwenye mikutano yetu ya kampeni. Kwa hivyo unafurahiwa na watu wengi, na ni jukumu letu kuuelekeza badala ya kuhususa na kunyoshea vidole. Kwa hiyo Mheshimiwa Maleko na wengine wote ambao walisema kwa ukali kuhusiana na mziki wa Singeli, mtupe nafasi ya kufanya hili, na sisi tunawahakikishia tutawaongoza vijana hawa na mziki huu utakuwa msafi, unaoburudisha badala ya kupotosha maudhui na kupotosha jamii yetu. Mheshimiwa Naibu. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia Bima Pap kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia Bima Pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli, au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pap, urahisi wa maisha.